kauli ya Mwenyezi Mungu, wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhatu. Madhalimu hapa kwa maana ya makafiri, makafiri waliokataa kutambua tauhidi ya Allah, makafiri waliomkataa Mtume Saleh, wakamuua na ngamia ambaye alipelekwa kuwa ni muujiza kwao wa kuthibitisha utume wa mtume wao Saleh. Walipokwenda kinyume na yote hayo, ndio wa akhadha alladhina dhalamu sayhatu fa asbahu, wakapambazukiwa au wakawa fi diyarihim, wakiwa katika miji yao au katika majumba yao, jathimina, wamekufa hali ya kuwa wamepinda magoti. Namna mji ulivyokuwa umenyamaza, namna ya mji ulivyokuwa shwari, Allah anasema kaan lam yaghnau fiha, utafikiri hawakuwapo katika mji huo. Mji ukawa kimya sana, fujo na jeuri zao zikatulia. Allah anasema ala, zindukeni Waislamu, inna Thamuda, hakika ya kabila la Thamudi, kafaru rabbahum, sababu ya kuangamizwa kwao ni kwa sababu walimkufuru Mola wao. Ala, zindukeni Waislamu, bu'udan li Thamud, umbali wa radhi na rehma za Allah umelithibitikia kabila la Thamud, kaumu Saleh. Hii ndiyo aya tuliyokuwa tumesimamia katika darasa letu la leo, kwa taufiki ya Mola wetu, ikiwa ni aya ya 69. Allah mtukufu anasema, walaqad jaat rusuluna Ibrahima. Allah mtukufu anataka kutueleza safari ya malaika wa Mwenyezi Mungu aliyowapeleka kwa Nabii Allahi Luti kwa ajili ya kwenda kuwaangamiza watu wabaya, watu waliomkataa Nabii Luti, wakafanya matendo machafu, matendo ambayo hayakutanguliwa na mwanadamu yoyote kabla yao. Hata Nabii Allahi Luti alipojaribu kuwanasihi na kuwaeleza kwamba watu waliostaarabika, watu waliokuwa katika ustaarabu, hawawezi na tabia za kupandiana wanaume kwa wanaume, wala hawawezi na tabia ya kupandiana wanawake kwa wanawake. Lakini hili lilianzishwa na watu wa Luti, la kupandiana wanaume kwa wanaume, kadhalika kupandiana wanawake kwa wanawake. Kwa hivyo Allah aliwapitisha malaika kwa Nabii Allahi Ibrahim, kwanza kumsalimia, lakini kumpa taarifa kwamba ametumwa malaika hawa na Mola wao waje kumwambia Ibrahim kuwa atapata mtoto. Ndiyo Mwenyezi Mungu anatusimulia, walaqad jaat rusuluna Ibrahima, wallahi kwa hakika walikuja wajumbe wetu, walikuja kwa Ibrahima bilbushra, kwa kumpa habari njema. Walipofika wajumbe hao, qalu salama, wakasema assalamu alaikum ya Ibrahim. Qal, na Ibrahima akawajibu salamu iliyo bora kwa kuleta jumlatun ismiya, akasema salamun alaikum, amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu lenu.
Anasema Mwenyezi Mungu, kama ilivyo kawaida ya mwenyeji anapofikwa na ugeni, baada ya kusalimiana nayo, watu wakarimu huingia nyumbani ndani kwenda kumweleza mama watoto kwamba tumepata wageni. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Ibrahim. Anatusimulia Mwenyezi Mungu, fama labitha, hakukaa muda mrefu, anjaa biijlin hanithin, isipokuwa alikuja na nyama ya kuchoma iliyo freshi, iliyochomwa kwa ajili ya wageni hawa. Anasema falamma raa aidiyahum, Ibrahima alipoiona mikono ya hawa wageni, baada ya kuwakaribisha kwamba amewaandalia chakula kizuri kwa ajili yao, la tasilu ilaihi, ile mikono haiendi katika kile chakula na kula chakula kile, nakirahum, Ibrahima akawa na wasiwasi nao. Nakirahum, akaanza kutabiri kwamba hawa sio wanadamu. Nakirahum wa aujasa minhum khifa, akaingia kutokana na watu hao na hofu. Qalu, wale wageni wakagundua kwamba Ibrahima ana hofu, wakasema la takhafu, usiogope, inna ursilna ila qaumi Lutin, sisi tumepelekwa kwa watu wa Luti tukawachukulie hatua. Wamraatuhu, na mkewe mama Sara, mke wa Nabii Allahi Ibrahima, qaimatun, alikuwa amesimama nyuma ya panzia, fadhahikat, akacheka kwa furaha ya kumshukuru Allah kwa kupata taarifa kwamba wale watu wabaya mwisho wao umefika. Alafu Mwenyezi Mungu anasema fabasharnaha, tukampa habari mama Sara, biishaqa, utazaa mtoto na jina lake ni Ishaqa, wa min waraihi, baada ya Ishaqa utakuja kupata mtoto anaitwa Yaqub. Huyu Yaquba mtoto kwa sababu amezaliwa na mtoto wake wa kiume, sawa, lakini Yaqub ni mjukuu wa Ibrahim, sawa, aliyezaliwa na Ishaqa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anatuambia, walaqad jaati rusuluna Ibrahima, kwa hakika walikuja wajumbe wetu kumjilia Ibrahima alayhi salam, bilbushra, walimjilia na habari njema. Fasiri anasema hadhihi hiya alqissatu rabi'a, hichi ni kisa cha 4. Hiya alqissatu rabi'a wa hiya qissatu Lutin, ni kisa cha Nabii Allahi Luti, wa hilaku qaumihi almukadhibina, na kuangamizwa kwa watu wake waliokadhibishaji, walioikataa haki. Anasema mfasir katika aya, jaatil malaikatu, walikuja malaika, alladhina arsalnahum, ambao tuliwatuma, liihlaki qaumi Luti, kwa ajili ya kwenda kuwaangamiza watu wa Luti. Walikuja wakampitia Ibrahima bilbisharati biishaqa, kwamba unapewa taarifa utapata mtoto anayeitwa Ishaqa. Qala al-Qurtubi,
Imamu al-Qurtubi anasema lamma anzala Allahu al-malaika, alipoteremsha Allah malaika, liadhabi qaumi Lutin, kwa ajili ya kuadhibiwa watu wa Luti, marru bi Ibrahima, walipita kwa Ibrahima, fadhannahum adhiyafa, yeye akawazania kuwa ni wageni, wahum Jibril wa Mikail wa Israfil, walikuwa ni hao. Qala ibn Abbas, hawa wa malaika watatu ndio waliowasema Ibn Abbasi. Wa qala Sudaiyu, mwana wazuoni mwingine anasema kanu 11 malakan, walikuwa malaika 11, ala surati al-ghilmani al-hisani al-wujuhi, waliokuja katika sura ya vijana wazuri wa sura zao, na hili kwa watu wa Luti ilikuwa ndio ugonjwa wao. Kwa hivyo walikuja kwa Nabii Allahi Ibrahim, qalu, wakasema salama, ay sallamu alayhi salama, wakamsalimia assalamu alaikum. Qala salamun, na yeye akajibu salamu Ibrahim, salamun alaikum. Qala almufassiruna radda alaihim tahiyya, Ibrahima aliwarejeshea maamkizi bi ahsana min tahiyatihim, maamkizi yaliyo bora kuliko yale ya malaika, liannahu jaa biha jumlatal ismiya, kwa sababu yeye salamu yake Ibrahima ameileta kwa jumlatu ismiya, wa hiya tadullu ala thabati wal istimrari. Hii inamaanisha kwamba salamu yake ni salamu iliyothibiti na ni yenye kuendelea. Tayib, maelezo ya aya yetu yanasema hivyo, fama labitha, hakukaa muda mrefu, anjaa biijlin hanidhin, isipokuwa alikuja na nyama ya ndama iliyochomwa vizuri sana. Ay fama abtaa wala taakhara majiuhu, hapa kuchelewa kuja kwake, hatta jaa biijlin mashwiyin, isipokuwa alikuja na ndama aliyochomwa, faqaddamahu lahum, akawakaribisha, karibuni wageni. Na hizi taarifa za kuletewa ujumbe wa bishara Nabii Allahi Ibrahim, hizi zimezungumzwa vya kutosha katika suratu Maryam. Suratu Maryam inaeleza Nabii Allahi Ibrahim baada ya kupata usumbufu, aliwaaga wazazi wake mzee Azar na jamaa zake, akawaambia, mimi najitenga na nyinyi na mimi sitakaa tena katika nchi hii. Anaondoka Nabii Allahi Ibrahim, anaondoka akiwa hana mtoto, anaondoka akiwa hana mtu yoyote. Ndiyo Mungu akasema, falamma atazalahum, Ibrahima alipowatenga jamaa zake, wama yaabuduna, na ibada zao wanazoziabudu ambazo sio za haki, min dunillahi, wakimuacha Allah tabaraka wa taala, anasema tulimpatia, habna lahu, tulimpatia Nabii Allahi Ibrahima Ishaqa wa Yaquba, wa kullan ja'alna nabiyya, tukawafanya wote kuwa ni manabii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipomuona mja wake ameondoka akiwa hana mtu mwingine yoyote, akamkirimu
kwa kumpa watoto hawa wawili Ishaqa na Yaquba, tukimwacha Nabii Allahi Ismail. Tunafahamiana? Basi wajumbe walipokuja, qalu salama, qala salamun, akawajibu. Anaendelea kusema Allah, fama labitha, hakuchukua muda mrefu jikoni huko kwa mama, fama labitha an jaa biijlin hanidhin, akaja na nyama ya kuchomwa nzuri sana, faqarrabahum ilaihi, akawakaribisha, karibuni chakula. Katika suratu Dhariyati Allah anasema hal ataka hadithu dhaifi Ibrahima, hapana shaka imeshakujia habari za wageni wa Ibrahim, almukramin idh dakhalu alayhi, wageni hawa walikuja kwa Ibrahim, faqalu salama, akawajibu salamu waliyomtolea, qala salamun qaumun munkarun wa alaikumus salam, lakini kwa hakika mimi sijawatambua nyinyi ni watu gani. Aliwauliza hivyo, salamun qaumun munkarun. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu anatusimulia aliwaletea chakula hicho alichowaandalia, lakini bado ikawa hawakula kile chakula. Baada ya kumpa bishara njema, akawauliza fama khatibukum ayyuhal mursalun, ebu niambieni muna ujumbe gani zaidi ya huu? Mmekuja kwa kufanya nini? Anawauliza malaika. Qalu, wakajibu, inna ursilna ila qaumin mujrimin, sisi tumepelekwa kwa watu wabaya, linursila alaihim hijaratan min tin musawamatan inda rabbika lilmusrifin, tunakwenda kuwarembea mawe na kila mtu ana jiwe lake tayari limeshaandikwa jina lake, na hilo jiwe halitamkosa. Hawa watu wa Luti wanakwenda kupigwa hayo mawe. Taib, anaendelea Mwenyezi Mungu kusema, falamma raa aidihim, alipoona mikono ya malaika hawa, la tasilu ilaihi, haiendi katika kile chakula, nakirahum, hapa Nabii Allahi Ibrahim akaanza kuingia na wasiwasi, hawa wanadamu au malaika, wa aujasa minhum khifa, alafu akapatwa na hofu na wasiwasi, hawa wageni binadamu au malaika. Kama malaika wanakwenda wapi? Ay ahassa minhumul khawfa wal fazaa, alihisi kutoka kwao fazaa na hofu. Imam Qatada anasema kana al-arabu, ilikuwa kawaida yao Waarabu, idha nazala bihim dhaifun, akishuka nyumbani kwao mgeni, falam yut'imu min ta'amihim, ikawa falam yat'amu min ta'amihim, ikawa huyo mgeni hakula chakula chao, dhannu annahu, huwa wanadhania kwamba mgeni huyo lam yaji bi khairin, hakuja kwa kheri. Sema Waarabu walivyo wakawa, anapokuja mgeni nyumbani kwao wakimkirimu, alafu yule mgeni asile, basi wao walikuwa wanakwenda moja kwa moja kwamba mgeni huyo hakukusudia kheri. Kama sisi unapomtolea mtu salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tena kaisikia
alafu asiijibu, ni lazima uwe na hofu, kwa sababu wewe umemuhakikishia kuja kwako yuko katika amani, yuko katika salama, alafu yeye hakukujibu kwamba ujio wake ni ujio wa salama, ni ujio wa amani. Lazima uwe na hofu mtu asipoitikia salamu yako, kwa sababu salamu ndiyo nafasi ya watu kuhakikishiana kwamba wewe uko katika salama na mimi niko katika salama. Kwa hivyo walikuwa na kawaida hiyo, lakini leo salamu sio katika maana tena ya tahiyatul Islam. Salamu leo imekuwa katika sehemu ya utamaduni, na tunaweza tukawaleta watalii wengi kuja kutalii, kutusikia tunavyotoleana salamu, lakini salamu zenyewe sile zile zinazowahakikishia wengine kuwa katika amani. Tunatoleana salamu masokoni, tunatoleana salamu makazini, tunatoleana salamu mitaani, lakini bado tunanyimana haki ambayo Muislamu mwenzako anastahiki, na wewe unajua kwamba huyu anastahiki haki hii, kwa sababu maisha yake yote yanaambatana na kupata haki hii, na bado wewe uitoi hiyo haki, lakini umeitikia salamu yake. Kwa hivyo salamu hiyo siyo salamu aliyoileta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuizungumza kwamba mtu akisema assalamu alaikum anapata thawabu 10, akisema assalamu alaikum wa rahmatullahi anapata thawabu 20, akisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh anapata thawabu 30. Sio salamu hiyo aliyoizungumza Bwana Mtume, kwa sababu salamu hiyo ni ya amani. Kama ni ya amani, tukiwa kazini tukitoleana salamu, kwa nini turogane? Kwa nini tutafutiane kufukuziana kazi? Tukiwa mtaani, huyu anataka kitu fulani ambacho watoto wake, yeye mwenyewe, maisha yake yanatakikana awe na kitu hicho, lakini bado amekuja kakutolea salamu, na wewe umeipokea salamu, lakini bado hutaki kumpa hichi kitu ambacho wewe mwenyewe unajua mambo yake yote hayawezi kwenda kama kitu hichi hana. Kwa hivyo salamu zetu sio salamu zile ambazo Mtume amezizungumza, lakini salamu maana yake ni kumuhakikishia mwenzio yuko katika amani. Na alafu mtu akiwa Muislamu, lakini Muislamu wa kweli, ni lazima ampendelee Muislamu mwenzake lile analolipendelea yeye. Kama si Muislamu wa kweli, na hao ndio Waislamu feki tulionao, kama ziko saa zimetengenezwa China feki, na kuna vyombo vingine vimetengenezwa nchi mbalimbali vinaletwa kwetu feki, na kuna Waislamu feki. Waislamu feki ni yule asiyoumia na matatizo ya Muislamu mwenzake. Mtume anatuambia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hawezi kuwa muumini mmoja wenu mpaka ampendelee huyo muumini mwenzake lile analolipendelea yeye katika nafsi yako. Hebu jiangalie wewe, unapendelea nini katika mambo ya kidunia? Unapendelea nini katika mambo ya akhera? Unapendelea nini? Kwa nini mwenzio humpendelei unayoyapendelea wewe? Kama hujampendelea mwenzio, na wewe vile vile, ingelikuwa simu tungelisema simu feki, na Uislamu wako ni Uislamu feki. Haiwezekani Muislamu akawa hampendelei Muislamu mwenzake lile analolipendelea yeye likiwa jambo la kheri. Haya tunayasema siku zote, lakini haya kwa nyoyo zetu
namna zilivyoharibika na kuwa ngumu, yamekuwa ni maneno ya kawaida, watu wanayasikia huku, yanatoka upande wa huku, lakini hayawaathiri chochote. Kwa sababu gani? Watu wenyewe nyoyo zao zishakufa. Lakini walio nyoyo zilizo hai wakiyasikia maneno kama haya, wanajuta kwa yale yaliyotokea ambayo wamewafanyia ubaya Waislamu wenzi wao, wanajuta. Taib, falamma raa aidiyahum, alipoona Ibrahima mikono yao, la tasilu ilaihi, kwa ufupi hawali kile chakula, mikono yao haiendi katika kile chakula. Nakirahum, kwa kweli aliingia na shaka nao, hawa ni watu gani? Tabia zetu, anapokuja mgeni huwa tunamkirimu na anakubali takrima. Hawa watu tumewakirimu, lakini hakuna hata mmoja anayeshughulika na takrima yetu. Allah anasema wa aujasa minhum khifa, kutokana na wageni wale Ibrahima ikampitia hofu. Hawa sio watu wazuri, hawa watu sio wasalama. Kwa nini hawakubali kukirimiwa? Ay ahassa minhumul khawfa wal fazaa, akapitiwa na hiyo hofu na fazaa. Kalu, wageni wakasema, la takhaf, usiogope, inna ursilna ila qaumi lutin, sisi tumepelekwa kwa kazi maalum kwa watu wa Luti alayhi salam. Ay qalatil malaikatu la takhaf fa inna malaikatu rabbika, sisi ni malaika wa Mola wako. La naakulu, sisi hatuli. Wakadi ursilna, sisi tumepelekwa. Liihlaki qaumi Lutin, twende tukawaangamize watu wa Luti. Taib, liihlaki qaumi Lutin, tunakwenda kuwaangamiza watu wa Luti. Inna ursilna ila qaumi Lutin, si ndio? Alafu wamraatuhu, hali ya kuwa mkewe Nabii Allahi Ibrahima, qaimatun, akiwa amesimama. Fadhahikat, mama kikawaida yake anapopata jambo la kufurahisha haraka hucheka. Fadhahikat, mama akafurahi. Ay wa mraatu Ibrahima wasmuha Sara, qaimatun, alisimama waraa suturi, nyuma ya panzia. Tasma'u kalamahum, akawa anasikia maneno yao. Kwa kuwa anasikia, fadhahikat, akafurahi mama, istibsharan bihilaki qaumi Lutin, kwa furaha ya kuangamizwa watu wa Luti, watu ambao wamevumbua maasi hayajapatapo kufanywa katika dunia. Maasi hayo ni liwati, maasi hayo ni sihaki. Watu wa Luti ndio walioanzisha maasi ya aina hizo, wanaume kwa wanaume kufanya maingiliano, na wanawake kwa wanawake, mmoja wao kutokea mke, mmoja kutokea mume. Haya yameanzishwa na watu wa Luti. Tunafahamiana. Wamraatuhu qaimatun fadhahikat fabasharnaha, Mungu anasema kupitia malaika wake wakasema, fabasharnaha, tukampa habari njema, biishaqa, kwamba mama utapata mtoto na jina lake Ishaqa.
wa min warai Ishaqa, na baada ya huyo mtoto Ishaqa, Yaquba, utapata mjukuu anayeitwa Yaqubu. Ay basharatiha almalaikatu, malaika walimpa habari njema. Basharatiha almalaikatu biishaqa waladan laha, kwamba atakuwa mtoto wake. Wayaatihi, na kutokea kwa Ishaqa atakuja kupitia Ishaqa mauludun, mtoto huwa Yaqubu, mtoto huyo ni Yaqubu. Ibnan liwaladiha, atakuwa mtoto wa mwanawe Ishaqa. Tumefahamiana. Habari hizi kwa mama Sara ni habari njema sana, ni habari za kufurahisha sana, kwa sababu ndiyo mama aliyokaa muda mrefu na mumewe, hawakukirimiwa kupata mtoto. Hata pale alipopata zawadi ya kupewa na mfalme wa Misri, mama Hajar akaona kwa hali hii inavyoelekea, mimi ndiyo sina uzazi, kwa hivyo mume wangu huyu mjakazi nakupa wewe, mfanye suria, huenda Mwenyezi Mungu akatukirimu mtoto. Naam, zawadi ikapokelewa, ikatumiliwa vile inavyostahiki. Mungu akaleta neema zake. Mama Hajar akajihisi ujauzito, na mama huyu Sara alipogundua kwamba mama Hajar kashakuwa mjamzito, ujana kike sasa ukaanza kumtafuna tena. Yeye kaja mara moja tu kashapata ujauzito, na wanasema waandishi wa vitabu vya sira, hata lile funga tumbo mama Hajara ndio alikuwa wa mwanzo kulifunga katika kuficha ujauzito wake, kumficha mke mwenziwe mama Sara. Tumefahamiana eh? Kwa hivyo ilipokuja habari kwamba na yeye atapata mtoto, kwa mama lilikuwa hii ni furaha kubwa mno kabisa, kwamba atapata mtoto kama alivyopata Hajar. Akafurahi sana. Fabasharnaha biishaqa wa min waraihi Yaquba wa min warai Ishaqa Yaquba. Qalat, mama akasema, ya wailata, ndiyo ya wailata ya wailata, hiyo ajabu ajabu. Aalidu, hivi kweli mimi Sara nizae, wa ana ajuzun, hali ya kuwa mimi nishakuwa kikongwe, wa hadha baali shaykha, na huyu mume wangu mtu mzima. Mume wakati huo yasemekana ana miaka 120, mke ana miaka kama 90. Aalidu, kweli mimi nitazaa, wa ana ajuzun wa hadha baali shaykha. Ay qalat Sara mutaajibatan, kwa mshangao, ya lahafi wa ya ajabi, ajabu yangu. Aalidu wa ana mraatun musinna, nizae nikiwa mwanamke mwenye miaka mingi. Wa hadha zawji Ibrahimu shaykhun harimun aiwa, fakaifa yaatina alwaladu, huyu mtoto mwenyewe anakujaje kwetu? Mtoto ziko sababu zake zinazopelekea watu kupata mtoto. Hali yangu na hali ya mume wangu si hali tena ya mimi na yeye kupata mtoto, anasema mama Hajara kwa mshangao. Tunakwenda pamoja. Tayib. Qalat ya wailati aalidu wa ana ajuzun
wa hadha ba'li shaykha, anasema maneno haya, inna hadha, hakika ya hili linalozungumzwa la kupata mtoto sisi, la shay'un ajib, hili ni jambo la ajabu, sio jambo la kawaida. La shay'un ajib, hili ni jambo la ajabu. Ay inna hadha al-amra la shay'un gharibun, hili ni jambo geni. Lam tajri bihi al-ada, kawaida haiko hivyo. Qala Mujahid, Mujahidi anasema, kanat yauma idhin, alikuwa mama huyu siku hii, ibnata 99 sana, alikuwa na miaka 99, na miaka 99. Wa Ibrahim, na Ibrahim ibna 120 sana, alikuwa na miaka 120. Kwa hivyo mume kamzidi mkewe miaka mingapi? Na 30 21, kamzidi miaka 21. Na ndoa hasa ili iwe na utulivu, iwe yenye amani, kwa sehemu kubwa mume awe amemzidi kidogo miaka yule mke, ili mke anapofanya utoto yule mume kidogo awe akili zake zimeshatulia. Tumefahamiana? Usichukulie ile ndoa ya Bwana Mtume na Mama Khadija, ile ni ya kesi maalum, lakini Mtume mwenyewe ametuhimiza tuoe wanawake vichanga vichanga. Akataja ziko sifa nyingi kwa wanawake vichanga vichanga, vina joto, vizazi. Fa inni mubahi bikumul umama yaumal qiyama, nitakuja kujifahari kupitia nyinyi kwa kuzaa nyinyi watoto wengi, nitakuwa siku ya kiyama na umma mwingi. Kwa hivyo Mtume katuhimiza tuoe sana wanawake wadogo wadogo. Kuna siri nyingi. Mwanamke akiwa mdogo, maana yake baada ya kule ulikomchukua, ndani ya kichwa chake hamna mawazo na ulezi wa mtu mwingine. Kwa hivyo kama kuna lolote la makosa, ni wewe mume ndio utakayelirekebisha. Lakini ukimuoa mke kashaolewa mara 2 mara 3, kila mmoja kashatia chake kwa mwanamke yule, kuna tabu sana kujaribu kumrekebisha mpaka aje kusimama katika mwenendo unaoutaka wewe. Na ndiyo maana mara nyingi ndoa hizi za kuoa wake watu wazima zinakuwa hazina muda, kwa sababu yule mke ana tabia 5 6 kashazichukua kwa waume wengine tofauti. Kuja kukaa naye wewe linakuwa tatizo la kwanza. La pili, katika hawa waume 3 4, maana yake huyu mke huyu atakuwa na sifa ya hisia, atakuwa ana rekodi baina ya Juma, Suleimani na Omar, ni upi hasa mimi nilipokuwa naye nilikuwa naamini kwamba leo nimekutana na mume wangu. Unaweza ukenda ukaoa mahala, siku ya kukutana na mama watoto anajionea tabu, hasa anaweza akakuachia shamba palilia mwenyewe. Umefahamu? Maana yake huna chochote unacho. Lakini ukichukua kitoto kichanga, ikiwa wewe ndio mzuri ndo utakuwa hivyo, yeye hajui mwingine. Ukiwa wewe ndio mbaya ndo itakuwa hivyo, yeye hamjui mwingine. Kwa hivyo utakuwa ni wewe. Ushafahamu Lakini kuchukua shekhe kashaolewa wake waume 3 4, unakwenda na we kuingia katika hisabu tu, sio aghalabia tena. Wewe mume 4 5
kwamba ndio utakaa naye huyo mke mpaka mmalizane, kwa sababu ana vipimo. Shafahamu? Nadhani hapo nimefahamika Basi hapa Ibrahima alimzidi mkewe hiyo miaka 21. Bwana Mtume sallama alimzidi mama Aisha miaka mingi sana, zaidi ya 40 alimzidi mama Aisha miaka mingapi? 50. Lakini leo ukionekana unakwenda kuposa shaharani kimwari cha mtu, wasema we mzee una wazimu na huyo anayekwenda kuposwa ataanza kusema hivyo hivyo, ujana wako umetumia na nani, mimi nje kukaeda. Lakini wallahi thumma wallahi, mimi nawaambia akina mama, taarifa ziwafike, hakuna ndoa nzuri kuliko kuolewa na mume ambaye amemzidi umri. Shafahamu? Na kama hujaoa, kumuoa mke aliyokwisha kuolewa alafu akazaa, wewe ndio kwanza unaoa, hata kama una miaka 40 wewe, yeye ana miaka 18, lakini kashaolewa kashazaa, katika ndoa kwa wewe huyo, wewe utakuwa mdogo, yeye atakuwa mjuzi zaidi kuliko wewe. Shafahamu?